السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. Ahbabi fillah, enyi vipenzi vangu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Al-yawm naqifu wa iyyakum amama khutbatin adhima. Leo nawaomba muniazime masikio yenu tuweze kuzungumzia kuhusu khutba ambayo kwamba ilikuwa tukufu sana. Ala wa hiya khutbatu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hajjati al-wadaa. Khutba ya bwana mtume katika hija yake ya mwisho inayojulikana kwa khutba ya hajjatul wadaa. A'zamu wathiqatin fi huquqi al-insan, ikiwa ndio maandishi document muhimu zaidi yenye kubainisha haki za mwanadamu, wa tashri' ar-rabbani, na kutuonesha sisi, kutuwekea wazi sharia ya Mola subhanahu wa ta'ala. Nahnu al-yawm ala mi'adin ma a'zami khutbatin fi tarikh al-bashariyya. Leo naomba munipe masikilizi yenu vizuri sana, tukiwa tunataka kuzungumzia mazungumzo yalotolewa na bwana mtume, mazungumzo ambayo kwamba ndiyo mazungumzo matukufu zaidi katika historia ya mwanadamu. Khutbatun wadda'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa khairul bashar salawatu rabbi wa salamu alayhi, wadda'a ad-dunya, aliaga dunia wa huwa yurshiduna, mtume akiaga dunia na huku akituongoza na huku akituelekeza namna ya kuishi. Wayadha'u laha mithaqa as-samai wal 'ala al-ardh, akituwekea zile mithaq, ahadi kutoka mbinguni katika ardhi. Innaha khutbatun hajjatul wadaa, si khutba nyingine isipokuwa ni hija, khutba ya hajjatul wadaa. Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi alisoma khutba kama hii siku ambayo kwamba haitokariri tena katika ulimwengu, mbele ya zaidi ya masahaba 100,000 katika wangwa wa Arafa, mwaka wa 10 wa hijra ya bwana mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi. Khutba hii hakika ni khutba ambayo yafaa izungumze wakati mrefu sana, kwa upana sana, siku nyingi sana, lakini kwa sababu leo ni siku muhimu sana katika kalenda ya Waislamu, nitapenda niizungumze khutba aliyoitoa bwana mtume katika siku hii ya Arafa, lakini nikitukua na kutegua baadhi ya nukta muhimu alozitaja bwana mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi. Awalan, qadasatu dima wa hurmatul haya. Jambo la kwanza bwana mtume alolimulikia katika khutba hii ya siku ya leo ya Arafa, alikuwa akizungumza la kwanza kabisa utukufu wa damu, wa hurmatul haya, na utukufu wa uhai. Vipi uhai wa mwanadamu utakuwa ni wenye kutukuzwa zaidi kushinda jambo lingine lolote? Vipi damu
ya mwanadamu itaweza kulindwa isimwagike. Jaa fi sahihi Muslim fi kitab al-hajj babu hajjatu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu قال خطبنا رسول الله bwana mtume alitukhutubia يوم عرفة siku ya Arafa فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. haya ni maneno ya bwana mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi akituambia inna dima'akum, hakika akianza bwana mtume ameanza na inna harfu taukidi wa nasb, akitia hakika na kutuonesha kuwa hili ninalolizungumza kama hamutaki kuniamini basi nawahakikishia kuwa ndio hili hakuna lingine. Inna dima'akum wa amwalakum, hakika damu zenu na mali yenu na heshima zenu alaikum haram, kila mmoja ni haramu mwenzake awe ata muua mwenzake, ni haramu mwenzako mmoja katika nyinyi awe atachukua mali ya mwenzake bila ruhusa yake, ni haramu kwenu nyinyi kutukanana, kukoseana heshima. Haya ndio maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi, akituambia yote hayo ni haram. Mtume sallallahu alaihi wasallam alayhi amekuja kuiweka sawa sawa. Hapa kuna nukta muhimu sana lazima tuifikirie. Mtume amekuja kuiweka sawa sawa heshima ya Muislamu, heshima ya mwanadamu amefanya ni sawa sawa na kuua, amefanya ni sawa sawa na kumuibia pesa, kuiba. Yani unapomtukana mwenzako, unapomkashifu mwenzako ni sawa sawa madhambi yake kama kwamba wewe umeua. Asema yote haya ni haram. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuonesha kuwa vile inavyokuwa haifai damu ya Muislamu kumwagwa, vile ilivyokuwa haifai mali ya Muislamu kutukuliwa kwa njia isiyokuwa sawa, na vile vile heshima ya kila mmoja katika sisi lazima aheshimu, amheshimu mwenzake, na kumkosea heshima Muislamu ubaya wake ni mkubwa zaidi, umewekwa daraja moja na kuua. Kisha akituambia ka hurmati yaumikum hadha, kama utukufu na uharamu wa kufanya mabaya katika siku yenu hii ya leo, fi baladikum hadha fi shahrikum hadha, katika mji wenu huu, katika mwezi huu wa Dhulhijja. Ahbabi fillah, enyi vipenzi vangu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hadhihi alkalimat tu'tabaru awwala i'lan rabbani lihuquq al-insan, ndio tangazo la kwanza kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akitufundisha sisi na akifundisha ulimwengu mzima nini haki za mwanadamu. Sabaqat kull dasturat au kull dasturat alhaditha, tangazo hili limetangulia kuliko katiba zozote zile unazozijua, kushinda sharia yoyote duniani unayojua. Mwanzo ilitangulia sharia ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Al-ihsaiyat al-haditha zasema hivi, takwimu zasema kuwa zasema kuwa katika munadhama as-siha al-alamia WHO, World Health Organization, wasema kuwa lau ingekuwa desturi hii kwa mujibu wa desturi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi, ni kuwa shida zote zilioko ulimwenguni ni vita, ni kujiua, ni mabavu, ni mengine yote ambayo kwamba yanasababisha mauti, ambayo kwamba mauti yasokuwa ya kimaumbile. Falau tubiqat hadhihi alwasiya an-nabawiyya, lau ingeweza kutekelezwa hunu wasia wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi, basi la ughliqat masani' al-asliha wa inqadhat al-hurub, viwanda vya kutengeneza silaha vingefungwa, vingekosa watu wa kutumia silaha na vita vingemalizika duniani. Lau wasia huu alotoa bwana Mtume katika siku ya Arafa ungeweza kutekelezwa,
basi mambo yote na matatizo yote duniani yangekwisha. Tatizo la vita mtume alimaliza. Mauaji aliyakomesha kwa wasia wake kama huu. Lakini watu wakataka kutukua sharia nyingine isiyokuwa sheria ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika vifungu muhimu zaidi vilotajwa na bwana mtume katika wasia wake wa siku ya Arafa, asema ya ayuhan nas, enyi watu, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid, kullukum li adam wa adamu min turab, la fadla لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. Enyi watu, sikilizeni wasia bwana mtume, mazungumzo ambayo kwamba hayatomalizika umuhimu wake, na kila kisoma nikana kwamba ndio mwanzo masomo haya na wasia huu wazungumzwa. Atuambia bwana mtume Muhammad, enyi watu, inna rabbakum wahid. Mwenyezi Mungu, mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi, ametukhutubia sisi kama binadamu, hakutukhutubia sisi kama waislamu, kana kwamba atufahamisha kuwa amri hizi ninazozitoa ni kwa kila kiumbe kilioko, kila mwanadamu aliyoko juu ya ardhi. Inna rabbakum wahid, mola wenu ni mmoja. Wa inna abakum wahid, na baba yenu ni mmoja. Kullukum li adam, nyote mmetokamana na Adam. Wa adamu min turab. Angalia Mwenyezi Mungu alipotaka kuvunja, angalia Mwenyezi Mungu alipotaka kutoa kibri kwa mwanadamu, mtume atuambia kullukum li adam wa adamu min turab, nyote mmetokamana na Adam na Adam ametokamana na mchanga. Kwisha, hakuna tena atakayekuwa na kibri mbele ya mwenzake. Hakuna atakaye kumdharau mwenzake akijua kuwa sote tumetokamana na mchanga. Ewe mwenye mapesa, umetokana na mchanga. Ewe ulokuwa mweupe, umetokamana na mchanga. Ewe ulokuwa mweusi, umetokamana na mchanga. Ewe ulokuwa mzuri, umetokamana na mchanga. Ewe ulokuwa handsome, umetokamana na mchanga. Ewe ulokuwa na cheo, umetokamana na mchanga. Kwisha, tushafunga kibri kwa mwanadamu katika khutba hii ambayo kwamba aloizungumza bwana mtume katika siku ya Arafa. Kisha akatuambia la fadla li arabiyin ala ajami, hakuna ubora wa mwarabu kwa asiyokuwa mwarabu, wala li ajamiin ala arabi, wala hakuna kusema kuwa asiyokuwa mwarabu ni mbora kuliko aliyokuwa mwarabu, wala li ahmara ala aswad, wala mwekundu hana fadla kwa aliyokuwa mweusi, wala li aswada ala ahmar, wala mweusi hana ubora mbele ya aliyokuwa mwekundu, illa bitaqwa, isipokuwa tu tofauti yenu ni ule atakayekuwa mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ihjaz ilmi yafahamisha kuwa katika miujiza ya maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi, na uzito wa maneno yake yanavyokuwa yanakwenda sambamba na science. Asema anna al-ikhtilafu al-irqi la yataadda 0.1, tofauti ya baina ya watu kulingamana na DNA hakuna tofauti chochote isipokuwa ni 0.1 peke yake. Ajabu leo kila mmoja ajiona yeye ni bora, kila mmoja ajiona yeye ni anaye haki zaidi kushinda mwenzake, ilhali kuwa hata sayansi yenyewe imefahamisha kuwa hakuna tofauti. DNA yaonesha kuwa sisi sote ni wamoja, sote hakuna mtu ambaye kwamba atakayekuwa ni bora zaidi kushinda mwingine. Na haya maneno ya bwana mtume Muhammad aliyozungumza karne 14 zilizopita. Fa aina alladhina yarfa'una ra'yat al-unsuriyya al-yawm bismi al-hadara, wako wapi wale ambao kwamba leo wamenyanyua bendera za ubaguzi kwa kisingizio cha tamaduni fulani, kwa kisingizio cha nguvu fulani kushinda watu wengine? Tumwangalie mtume sallallahu alaihi wasallam alayhi akituelezea kwa katika khutba hii, atuambia nukta ya 3, huququn nisa wa rifq bihinna. Mtume huku
anawaaga waislamu katika khutba yake ya mwisho katika uwanja wa Arafa, hakumsahau mwanamke. Hakuna mtu alokuja katika dunia akamtetea mwanamke kama alivyomtetea bwana mtume Muhammad. Asema katika hadithi hii, istausu bin nisa'i khaira, istausu bin nisa'i khaira, usianeni kuhusu mwanamke khairi. Hakusema tu na wausia khairi, nyinyi kazi iendelee. Istausu bin nisa'i khaira, kila mmoja amuhusie asimdhulumu mwanamke. Kila mmoja katika sisi hapa ni wajumbe wa mtume kuweza kueneza haki za mwanamke katika jamii. Haya ndio maneno ya mwisho aliyozungumza bwana mtume katika hijjatul wadaa. Ulama wasema wasia huu wa mtume kwa wanawake, hadhihi wasiyatun khassa ambayo kwamba mukarraratun fi sunna wa tadullu ala riqqati qalbi nabii sallallahu alaihi wasallam. Wasia huu waonesha namna gani ulaini, namna gani imani na huruma ya bwana mtume Muhammad sallallahu rabbi wasallam alayhi, wa annahu a'lamu bihali almar'ati, na kana kwamba yeye mtume ndio mjuzi zaidi wa hali ya wanawake. Na kama yeye ni mjuzi zaidi, vipi wanawake watafika wakati watakuwa wakidhulumiwa? Hakuna wakati mwanamke anadhulumiwa kama wakati huu wa sasa tunaoishi leo. Toka hapa mpaka ufike town tu uangalie ile mabango, ukipata bango la kutangaza gari, mwanamke uchi uko pale juu amewekwa. Ukiona bango la kutangaza simu, mwanamke uchi naye amewekwa. Ukiona bango la hata kutangaza boflo na mkate vile vile, utamwona mwanamke uchi amewekwa ndio atangazae bidhaa. Iko wapi haki ya mwanamke? Mtume sallallahu rabbi wasallam alayhi atuambia istausu bin nisa'i khaira, usianeni kumwangalia mwanamke, kumshika mwanamke, kumtunga mwanamke, kumpatia haki yake mwanamke. Haya ndio maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu rabbi wasallam alayhi. Research ambazo kwamba zinazofanywa zikitoka katika Umoja wa Mataifa wasema kuwa anna unfa dhiddi nisa fi tasaudin khatir, violence, mwanamke kupigwa, mwanamke kuonewa, mwanamke kufanywa mabaya, mwanamke kunajisiwa, imefika kiwango kikubwa sana. Lau ungetabikisha muongozo wa bwana mtume Muhammad sallallahu rabbi wasallam alayhi, basi mwanamke angepata heshima ambayo kwamba hajawahi kuipata katika jamii yoyote wala katika miaka yoyote. Wasia wanne wa bwana mtume atuambia katika hadithi hii aloizungumza katika siku kama leo alipokuwa katika uwanja wa Arafa, asema inna kulla shay'in min amri aljahiliya tahta qadami mawdu'. Allah, inna kulla shay, kila kitu ambacho kwamba ni cha kijahilia kisichokuwa na ubinadamu, basi nimekiweka chini ya miguu yangu. Famaha riba, moja katika ujahilia mkubwa aliopiga vita bwana mtume Muhammad sallallahu rabbi wasallam alayhi ni riba. Leo angalia hao ambao kwamba wanajifanya wao wameendelea, na sisi tunaojiona tumeendelea, tumeipiga makamama riba. Mtume aliona moja katika vitu ambavyo kwamba vya kijahilia aliokuja kuziondosha, alikuja kuondosha riba, utumwa wa mambo leo. Wathara, akaja kuondosha mambo ya kisasi, kuwana ovyo ovyo. Wal asabia, na mambo ya ubaguzi wa kila aina, ubaguzi sawa ya lugha, sawa ya nchi. Leo moja katika nchi kubwa duniani, la ilaha illa Allah, haya maneno nazungumza hata sikuyapanga wala sikuyafikiria. Moja katika nchi kubwa duniani wamepiga marufuku baadhi ya nchi fulani, hawana ruhusa kuingia, hawafai kupewa visa. La ilaha illa Allah. Raia wa nchi ya Somalia, raia wa nchi wa Yemen, raia wa nchi za Kiafrika tele, kina Eritrea, kina nani, zimepigwa marufuku kwa sababu tu ni wa nchi fulani. Hivi utaniambia Wasomali wote magaidi? Wasomali walio katika nchi ya Somalia wote magaidi? Hivi utaniambia wa Yemen wote walioko Yemen magaidi? Wai uharamishe nchi yako kuwa haimpatii visa mtu yote anayebeba pasipoti ya Somalia? Kwa nini? Ubaguzi zaidi ya hunu ni gani? Lakini ubaguzi huu bwana mtume aliuondosha, akatwambia wazi kabisa, inna kulla shay'in min amri aljahiliya tahta qadami mawdu'. Jambo lolote la kuonesha kubagua, la kuonesha kuwa mtu
hawi bora mpaka awe na pasipoti fulani. Ukiwa wewe una pasipoti ya Kenya, maskini hata kwenye haji kule wenye pasipoti ya Kenya wana sehemu yao duni kabisa ndio huwa akiwekwa. Haya mambo alikuja kuyapiga vita bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi. Leo una pasipoti yako Kenya, ukitaka kwenda nchi yoyote ya Ulaya huruhusiwi wala hutopewa visa mpaka uwe na pesa kadhaa, mpaka ufanye kadhaa, na nyingine ni hizo zimeondoshwa kabisa, hazipewi visa hata uwe na pesa gani. Kumaanisha ulimwengu watoka katika hadhara ubinadamu unaelekea katika uhayawani. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika khutba yake aliyotoa katika wanga wa Arafa akituambia al-ikhbaru biktimali din, dini yetu imekamilika, hakuna mtu ambaye kwamba atakaye kutuongezea, hakuna jambo ambalo kwamba hakuna. Tutaka tufahamu maana al-yawma akmaltu lakum dinakum, ni kumaanisha katika Uislamu kuna kila kitu ambacho kwamba unachokihitajia, kama alivyotuambia Mola Subhanahu wa Ta'ala, ma farratna fil kitabi min shay. Wengine huitafsiri aya kama hii kimakosa, wakidhania kwa Uislamu hauendi sambamba na wakati. La, Uislamu huenda sambamba na wakati, na huo wakati ambao kwamba unaona wewe uko mbele, basi uko nyuma mbele ya sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Qala Umar radiyallahu anhu, na'rifu fi hadha al-yawmi wal makani annahu akhiru nuzul al-Qur'an. Katika aya hii Mtume na Saidna Umar kwa kisoma aya hii akisema, najua hii aya imeteremka wapi, na ni katika aya ya mwisho iliyoteremka, katika moja katika aya za mwisho zilizoteremka katika Uislamu. Nahnu bihajatin litajdidi fahmi khutbati alwada la qira'atiha faqat. Sisi tuna haja zama zetu hizi kuliko zama zingine zozote kufahamu nini hajjatul wada, khutba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alayhi. Tusisome kama kusoma gazeti peke yake, tufahamu, tupige mbizi, tuangalie maneno ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi. Fi zamanin an-nizaat, tuko katika zama za vita zisizomalizika, zikitoka Palestine zaenda Russia na Ukraine, kutoka Ukraine zaenda Afghanistan, zikitoka Afghanistan zaenda kwingine. Tuishi katika zama zizito sana. Khutbatul alwada tad'una lilwahdati wattasamuh. Khutba hii yatulingania sisi tuwe wamoja, tuwe na tolerance, kila mmoja amheshimu mwenzake. Ikhtilafu zitabakia na zitaendelea, lakini heshima ndio kitu muhimu baina yetu. Haya ndio mafundisho tunayofundisha katika khutbatul wada. Fi asri almadda, nahnu naishu fi asri almadda, tuishi katika zama za material. Kila mtu angalia, mwenye pesa ndo mwenye cheo, asokuwa nacho anadharauliwa. Kila mmoja angalia vipi nitapata. Tudhakiruna bi ahmiyati taqwa wal adl. Khutba hii ya wada yatukumbusha sisi kumcha Mwenyezi Mungu na uadilifu, yatufundisha sisi kurudi katika misingi halisi ya dini yetu. Mwenyezi Mungu inshallah atuwafikie, atujalie ni wenye kusikia haya maneno mazuri na kuweza kuyafuata. Mwenyezi Mungu inshallah atutakabalie amali zetu katika siku 10 hizi za mwezi wa Dhulhijja. Mwenyezi Mungu atuwafikie katika siku zinazokuja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.